tunaenda, mpaka tuwe watu wa kunyenyekea, mpaka tuwe watu wa kushuka chini. Posa mwimbaji mmoja anasema, nashuka chini Baba uinuliwe, nashuka chini Baba uinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yake imemshangaza. Anaita watu wa dunia wakuje wayaone makuu ambayo Mungu anatenda. Kwa sababu gani huyu anashuka chini? Mpaka aweze kunyenyekea, ndiposa Mungu ajidhihirishe katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu anazungumzia jambo la kwanza, kunyenyekea. Iwapo utajinyenyekesha mbele zake. Nataka tuangalie jambo la pili. Jambo la pili anasema wakasali. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwapo utanyenyekea na uweze kuwa mtu wa kusali, kwa hivyo inamaanisha unaweza nyenyekea, lakini wewe ikifika wakati wa maombi wewe hautaki kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikifika wakati wa kuomba hutaki kuomba. That is why nilikuwa nazungumzia kwamba kanisa mpaka liwe kanisa la maombi. Tuwe makini wapendwa. Kama kanisa halitakuwa la maombi, Mungu mwenyewe anamwambia Sulemani ya kwamba kama hao watu hawatakuwa watu wa kuomba, kusali. Naacha nikuambia mpendwa, hakuna siku yenye utampata Mungu bila kusali. Mpaka uwe mtu wa kuomba, mtu ambaye ni muombezi. Hakuna mahali penye kanisa linaenda bila maombi. Biblia inasema kwamba nyumba yangu si nyumba ya biashara, bali ni nyumba ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya maombi. Nyumba ya Mungu ni nyumba ya kusali. Ule wakati wenye tunasali, Roho Mtakatifu anaanza kujidhihirisha katikati yetu. Na ndiposa tunaona sasa wagonjwa wanaweza pona. Roho Mtakatifu hajakuja kwa sababu ya faida yako peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unatumika kama mtumishi, Roho Mtakatifu anakuja kupata mahali pa kukaa ndani yako ili aweze kuanza kujidhihirisha kwa watu. Wapendwa, mpaka tuweze kuona matunda ya kusali. Na tutaona ule wakati wenye tutasali tukiwa na imani. Ule wakati wa kina Paulo na Sila, Biblia inatuambia kwamba na wakaomba, milango za gereza zikafunguka, minyororo zikafunguka. Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba na mtatenda zaidi ya yenye ilitendeka. Yoshua alisimamisha jua. Elia akaweza kuita moto mbinguni ukashuka. Mpaka wana wa Israeli walikuwa fugufugu, lakini wakasema kweli tutaabudu Mungu Elia. Siku ya leo iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka turudi katika njia za Mungu na misingi ya Mungu, na tuweze kuinua madhabahu ya Mungu ili yaweze kuwa zaidi ya juu ya madhabahu yote hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ya Mungu mpaka inuliwe juu ya madhabahu yote. Hakuna vile mtu ataenda kwa mganga atoke uka asema kwamba amepata suluhisho, lakini akikuja kanisani anaona tu michezo. Mpaka kanisa likae katika kusali. Hilo ni jambo la pili.
Jambo la kwanza tumesema kunyenyekea. Jambo la pili tumesema kusali. Jambo la tatu ndilo hili: wakanitafuta na kuacha njia zao mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tunakuja kanisani lakini bado tuko na njia zetu mbaya. Maana hiyo ndio ilikuwa tabia ya wana wa Israeli. Ndiposa Mungu anamuelekeza sasa Sulemani ya kwamba hao tena waweze kunitafuta. Kumtafuta Mungu ni kupitia katika hizo sala, katika maombi, katika kusoma neno lake, kuwa karibu na Mungu na kuacha njia zako mbaya. Ule wakati wenye uko kwa maombi uweze kuomba Mungu akuelekeze ili usirudi katika njia zako mbaya. Maana tumeona watu wamesimama kwa madhabahu, wanaomba, wanamtafuta Mungu, lakini wakitoka mahali pale wanarudi katika zile njia zao mbaya. Mpaka tuweze kusali na tuweze kutoka katika njia zetu mbaya, tuweze kulisoma neno na tuweze kutoka katika njia zetu mbaya, tuweze kuwa mfano mzuri kwa dunia nzima, tuweze kuwa mfano mzuri kwa familia zetu. Tukienda kule nyumbani, mashambani, waweze kuona mwangaza ndani yetu. Wale ambao walikuwa wamemkataa Mungu sasa waweze kumrudia Mungu. Tutoke katika njia zetu mbaya. Tulikuwa tunatembea na watu ambao walikuwa wanakunywa pombe, walikuwa wanatushauri vibaya, lakini huu wakati tukienda sisi ndio tunawashauri wakuje katika njia za Mungu. Lakini ukienda mahali pale wanapoanza stories zao na wewe pia unachangia stories za dunia, inamaanisha kwamba bado unatembea katika njia mbaya zenye Mungu amekataa. Na hizi ndio vitu zenye zinafanya hata tuweze fanikiwa. Kwa hivyo jambo la tatu ni kumtafuta Mungu. Na bado ukimtafuta Mungu unarudi kwa kusali na kusoma neno lake. Na unapomtafuta katika kusali na kusoma neno, uache njia zako mbaya kama Mkristo. Sasa anasema hivi: baada ya wewe kuacha hiyo mambo yote, kunyenyekea, kusali, kuacha njia zako mbaya na kuweza kumtafuta Mungu, anasema namna gani? Basi mimi nitawasikiliza kutoka juu mbinguni. Acha nikuambie siku ya leo, asubuhi ya leo, tunapojitayarisha katika maombi, ule wakati, hakuna wakati wenye Mungu atakusikiza maombi yako akatai kutimiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona maombi ijatimizwa, Mungu hajasikiza hizo maombi yako, maana anajua kwamba hiyo maombi ni ya unafiki. Hiyo maombi ndiye alisema kwamba maombi ingine ni kama kelele kwa masikio yake. Lakini anasema basi ukitimiza haya mambo yote, Mungu anaenda sasa kusikiliza maombi, kukusikiliza akiwa pale juu mbinguni. Na kisha sikiliza atafanya nini? Nitawasamehe dhambi yao na kuistawisha nchi yao. Wapendwa, tuna vitu mpaka tuweze kuacha ndiposa Mungu aweze kustawisha maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutatoka aje katika maisha ya ufukara? Tutatoka aje katika maisha ya umaskini mpaka tuweze kufata haya mambo yenye Mungu anatueleza asubuhi ya leo, ndiposa aweze kustawisha mambo yenye tunatenda.
Unajua sahi makanisani unapata watu katika hilo kanisa, tuna watu wenye wanafaa wawe manager katika serikali, tuna watu wenye wanafaa wawe engineer, tuna watu wenye wanafaa wawe katika viwango vikubwa, lakini kwa sababu hatukufuata haya mambo, wale watu wa dunia ndio wamechukua nafasi. Mungu atakustawisha ule wakati wenye unaenda kufata haya mambo yenye anazungumzia. Anaambia Sulemani siku ya leo, anakuambia wewe ya kwamba fata haya maneno ili aweze kustawisha maisha yako. Sijui kama tuna mtu ananisikia asubuhi ya leo. Akusamehe dhambi zako. Lakini ukiomba tu Mungu, panua mpaka zangu, niinue kwa viwango zingine, na timiza haya mambo yenye Mungu anazungumzia hapa, itakuwa ngumu kwa maisha yako mpendwa. Hii inahitaji mtu mwenye amejitolea. Kama ni kuishi maisha ya kufunga na kuomba, atafunga akiomba. Wapendwa, God is really. Lakini sisi wenyewe ndio tumekuwa wavivu katika mambo yenye tunatenda. Because Mungu anatuambia kwamba tufunge na kuomba. Sisi hakuna mtu, ukiambia tu Mungu mtu yeyote, hata katika umati mambo ya kufunga, watu wote wanasema kwani hatutakula. Lakini Mungu ameshakuelekeza, funga siku 2, tuna jambo lenye linakuja kutendeka. Funga ukiomba, tuna jambo lenye linakuja kutendeka. Lakini tumekataa sasa kufunga, ile jambo litatendeka namna gani? Tutakaa katika mambo ya ufukara na umaskini, maana tumekataa kufuata njia za Mungu. Sikiza vile Mungu sasa anazungumuza katika mstari wa 15. Sasa nitalichunga hekalu hili na kusikiliza maombi yatakaofanyika hapa. Sasa hapo umeshafuata yale mambo yenye Mungu amekuelekeza ufate. Unyenyekee, usali, umtafute. Sasa anasema hivi, nitasikiza maombi yenye itafanyika mahali hapa hekaluni. Unajua wakipendwa, ibada mingi sasa hii hapa duniani Mungu hasikilizi. Kwa sababu gani? Watu wameleta kitu yenye inaitwa yani kujionyesha tu. Lakini watu hawako tayari kwa ajili ya mambo yenye Mungu kwanza anawaeleza wafate, ndiposa waweze kufika kwa kiwango ya kwamba mbingu ishuke kwa ajili ya maabudu. Watu hawako serious na injili. Watu hawako serious na mambo ya Mungu wapendwa. Nataka kuelezea mpendwa, ikifika wakati wa kuomba mpendwa, acha kuangalia jirani yako. Acha kuangalia kufikiria kuhusu vitu zenye zilikuwa za jana. Kama ni kutembea kanisa lote, tembea ukiomba mpendwa. Ukinena juu ya maisha yako, ukiombea familia yako mpendwa. Unajua tuna vitu zingine wapendwa ziko very risk kwa maisha yako, lakini tunachukulia kwa mzaha. Ndipo unaona kwamba mambo yanaendelea kuzaana, mambo yanazaana na inakuwa kitu kikubwa, inakuja inaanza kutumaliza. Nataka tuweze kubadilisha tabia hata za maombi, ya kwamba ukiwa hapa kanisani mpendwa, wakati wenye tunaomba
unaweza tembea mahali popote ukiomba, unaweza zunguka kanisani ukiomba, ukiliita jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda tukimalizia. 16 inasema, kwa maana nimeitakaza nyumba hii ili watu waliabudu jina langu hapa milele. Unaona sasa, tukifuata kunyenyekea, tukifuata kusali, tukifuata kumtafuta Mungu, na tuwe watu wa kutubu kila wakati, Mungu anasema sasa atakaa hapa. Anasema kwamba nitaitakaza nyumba hii. Ule wakati wenye Mungu anatakaza hii nyumba, ule wakati wenye Mungu anatakaza nyumba, na watu wataliabudu jina lake milele katika hii nyumba, kwa sababu hiyo nyumba itakuwa imetakazika, kwa sababu hiyo nyumba itakuwa imefunikwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu yeyote atakayetoka katika ile nyumba akiwa anang'ang'ana katika maisha yake, akiwa katika hali ya umaskini, akiwa katika hali ya kulia kwamba aliachwa, akiwa katika hali ya kwamba yeye ni tasa, kwa sababu nyumba imetakasika. Kila mtu akitoka anaona mwangaza, kila mtu akitoka anaona baraka katika maisha yake, kwa sababu nyumba ya Mungu imetakasika. Nataka praise and worship waweze kuja huku mbele. Nataka tuweze kuona, mpendwa, vile Mungu anazungumza nasi kuhusu utakazo wa hekalu lake, kuhusu kujidhihirisha kwa hekalu zake. Asubuhi ya leo, mpendwa, angalia maisha yako. Mungu amesema kusali, Mungu ameongelea kunyenyekea. Je, wewe ni mnyenyekevu? Urudi kwa